Game time, tunavyo sisi. Madefender ambao ni madefender wa katikati wa timu ya Argentina wamejihusisha kwenye nyakati za mashambulizi ambazo ninadhani zinaweza kuwa ni nyakati mbaya kama hawatalichukulia into consideration. Moment ya Martinez kuchezewa foul, alikuwa anaenda kushambulia. Martinez amejikuta kwenye box akifunga goli la kusawazisha dhidi ya Egypt nadhani kama sijakosea. Bwana Romero amekuwa na moments mbili za kwenye box. Game time, tunavyo sisi. Nusu finali nyingine ni kati ya timu ya taifa ya Argentina dhidi ya timu ya taifa ya England. Vijana hawa wa Malkia. Ndio. Leo bwana, nimepitia mitandaoni nikaona kwamba timu ya taifa ya Argentina wamesema wanataka kutumia jezi zao za blue ili kukumbuka ile historia ya mkono wa Mungu wenyewe anaita. Kuelekea kwenye huu mchezo, unazungumziaje? Timu ya taifa ya England wanaweza kuizuia vipi safu ya ushambuliaji ya timu ya taifa ya Argentina? Kwanza mabwana wote wameruhusu goli 6-6. Yaani kwenye backline yao wote wameconcede goli 6-6. Nilikuwa naangalia hapa. Ni mechi nzuri kwa maana ya kihistoria. Historia yake ni kubwa. Hawa majamaa wanakumbuka, inawezekana isingekuwa lile goli la mkono wa Mungu wangekuwa maybe labda England wangekuwa wapo kwenye michuano hii wakiwa na nyota mbili kwenye bega, lakini Maradona aliwafanya wakabaki na moja, wao wakawa na mbili. Kwa sasa hivi inafanya wanaenda kwenye michuano hii Argentina wakiwa na nyota tatu, alafu wao wanabaki na nyota moja ya mwaka 66 ya mwaka 66. Wakatafute nyota nyingine ya 4. Kwa hiyo hizo moments zitakuwa zinafanya mchezo uwe mzuri zaidi, lakini sehemu ambayo nadhani itakuwa nzuri zaidi, sio timu ambazo zimekuwa kama ambavyo tumesema zimeruhusu magoli mengi. Kwa hiyo sio timu ambazo zinazuia, ni timu ambazo ziko wazi kwenye maeneo yao ya nyuma. Kwa hiyo tunaamini, na wamefunga magoli mengi, kila timu imefunga magoli mengi. Kwa hiyo naamini kuna nafasi kubwa ya kuona mchezo mzuri in terms of namba za magoli ambayo yatafungwa, kwa sababu wote wameonyesha hiyo udhaifu kwenye hilo, lakini pia wameonyesha strengths kwenye kupata magoli. Kitu cha tofauti tu ambacho ninakiona ni kitu kimoja. Nilikuwa naangalia record kabla ya kipindi hapa kwenye namna ambavyo wachezaji waliochangia kwenye chances creation, goal scoring, goal assist na vitu vingine. Nimeangalia Argentina, unamuona ni Messi peke yake. Yaani ni Messi yupo kwenye kila kitu. Messi is everywhere. Lakini ukiangalia Uingereza kidogo kuna hizo tofauti kidogo. Kuna wachezaji wanaingia na kuchangia. Kwa hiyo utamuona pale Jude Bellingham, utamuona pale Harry Kane. Nimeona mpaka bwana Noni Madueke yupo kwenye crosses zilizofika. Kwa hiyo it is so interesting. Kwa hiyo kitu kizuri ni kwamba tutaupata mchezo mzuri, kwa sababu kwanza watakuwa labda Uingereza wanataka kulipa kisasi au Argentina kuendeleza machungu kwa Uingereza. Inaweza kutokea one of the two. Lazima kitokee kimoja kati ya hivi, kwa sababu mchezo huu lazima upate matokeo. Lazima uishe kwa mmoja mshindi. Ninaamini wanaweza kufungana, kwa sababu wote na wao wamefunga kwenye kila mchezo. Alafu wameruhusu magoli mengi. Hicho ni kitu cha pili. Lakini sasa angalizo langu ni kwamba kwa kadri ambavyo tunamuona Argentina, kwa kadri ambavyo walikuwa anaendelea kupata wapinzani wenye uwezo kidogo wa kumsumbua, ndo kadri ambavyo alikuwa anapata shida zaidi. Amepata shida kwa Cape Verde, amepata shida kwa Egypt, alianza kuipata shida pia kwa Sweden. Mtu akiamka akiangalia tu matokeo ni 3-1 ya Switzerland juzi, ataamini kwamba jamaa ilikuwa kama mechi labda ya Jordan au mechi ya Algeria ilivyokuwa, lakini haikuwa hivyo kwa mtu ambaye aliuangalia mpira. Kwa hiyo nadhani dua za watu wengi maybe zinaweza sasa zikaenda kutokea hapa kwa Uingereza. Lakini sasa nimesoma article nyingine ya mtu mwingine anasema ni kama Mungu yuko upande wa Argentina, kwamba yani nyinyi mnaangalia kama jamaa ndo safari yao itakuwa inaishia hapa, lakini unaona wanakuwa hatua moja mbele. Kwa hiyo mchezo utakuwa mzuri, sio mzuri kwa maana ya namna ambavyo watacheza, kwa sababu Uingereza nimeona hawajacheza vizuri kwenye hii michuano. So timu ambayo na yenyewe inashinda with the big authority, haishindi kwa mamlaka makubwa, lakini inapata matokeo. Na Argentina na wao hivyo hivyo
Yani wanashinda goli 3, unaona timu imeshinda goli 3, lakini sio kwamba timu ambayo inaweza kucontain timu nyingine. Bwana Moro alikuwa anasema hapa sio timu pia ambayo iko hivyo hivyo kila siku. Argentina ni watu wa drama, lakini ndio unawaona wanaondoka. Kwa hiyo we never know wanaenda kumface nani kule kwenye sehemu nyingine, lakini ya kuongeza ni kwamba hawa watu wote waliobaki wamewahi kuwa mabingwa wa World Cup kwa nyakati tofauti pamoja na 66. Na hawa hizi ndo timu 4 ndo timu bora za boli duniani. Yani kwa sasa, na mimi maoni yangu kuhusu game ni kwamba tutaona mpira mzuri, na nikisema mpira mzuri namaanisha mpira wa namba, in a sense kwamba Argentina pamoja na Uingereza wote wanacheza mpira, hawaogopi. The fact kwamba wamefungwa magoli 6, manake wao hawakai nyuma, manake wao wako mbele, na kama ulivyo mpira wa miguu ulivyo ni mpira wa makosa. Ukikosea kidogo watu wanaruka na wewe. Uingereza hawajacheza mpira mzuri sana, lakini wamepata matokeo. Faida kubwa ya Uingereza ambayo inatufanya hatuwaweki kwenye daraja moja na Argentina ni kwamba Argentina ni bingwa moja, lakini pili, Argentina wana Lionel Messi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tunavitegemea. Tunategemea Messi ndo awe kipa, awe beki, awe mshambuliaji, awe kiungo. Kwa hiyo hii force ambayo tunaiweka dhidi ya Argentina hatuiweki sana kwa Waingereza, kwa sababu Waingereza ni timu ambayo tunasema wamekuwa na mdomo mwingi sana, lakini kuna ceiling ambayo tumewaekea. Sasa what if Waingereza wenyewe, Masuda angekuwepo hapa angesema what if Waingereza wenyewe hii ceiling wanataka kuivunja, kwa sababu ukiangalia maneno sio mengi sasa hivi kama ilivyokuwa Euro 2020 ambayo ilichezwa 2021. It's coming home. Hawaongei sana, lakini wanapata matokeo. Mimi kwenye mpira wa miguu huwa naogopa sana timu ambayo against all odds, wazungu wanasema against all odds, inapata matokeo. Tuliona mechi dhidi ya Kongo, kila mtu alijua imeisha hii, lakini hao wakasonga mbele. Yani against all odds wanaenda mbele, lakini hawa ni mapacha wasiofanana. Argentina the same. Tuliona mechi ya Cabo Verde, kila tukiangalia tunasema what if ndo inaishia hapa, lakini even better, Argentina wamecheza dhidi ya Switzerland mpaka dakika ya ngapi ile Brille Mbolo alitolewa kwa kadi nyekundu, bado Switzerland walibaki vile vile, wali maintain shape yao vile vile mpaka dakika 90 1-1. Sasa kuanzia dakika ya 90 mpaka dakika ya 120 pale ndipo ambapo quality stepped up, ambapo ukiangalia ile mechi matokeo ukiona 3-1 unaweza ukasema hawa jamaa waliwaonea sana Switzerland, lakini it was not easy. Na hii ni game ambayo unaweza ukasema kihistoria ni game ngumu sana, kwa sababu kama alivyosema Mwansaso, mwaka 86 ilibaki kidogo sana, almanusura Waswahili wanasema, ilibaki kidogo sana Waingereza wapate chochote kitu, lakini haijawahi kutokea. Lakini kitu kingine kizuri zaidi ni kwamba hii ni mara ya kwanza kwa Lionel Messi kucheza dhidi ya timu ya taifa ya Uingereza. Inawezekana isiwe kitu chochote, lakini inawezekana ikawa kitu chochote sana ambacho I guess we'll find out soon. Labda tukunania hapo. Mambo hilo moja amesema hapa la Uingereza. Safari hii inawezekana labda wakati huu ndo wanataka kubreak hiyo ceiling. Na inaweza kusaidiwa na vitu vingi. Kama unafuatilia graph yao sasa hivi, timu yao ya taifa imekuwa ikisogea. Yani tofauti na ukirudi ile tunasema kabla ambavyo hawajacheza finali ambayo walifungwa na Italy nadhani kurudi nyuma. Ukirudi nyuma ukienda kuwafuatilia utaona walikuwa wanaishia timu zao kwa robo finali, round of 16 hapo kwenye hizo watu mbili. Sasa hivi wanajikuta sana semi, wanajikuta sana finali. Kwa hiyo inaweza kuwa la kwanza. Lakini kuna kitu kingine nimekiona kwenye timu ya Argentina na hisi kinaweza kikawapa changamoto. Kuna moments kama 3 ambazo kwanza kama wanasema I don't know ni highline wanavyocheza. Wakifanywa counter timu yao inakuwa iko kwenye wakati mgumu. Na Waingereza ndo mabingwa wa counter. Pale kuna Harry Kane ambaye ana uwezo mkubwa wa kutumia hizo nafasi za counter kupiga mipira nyuma ya ukuta. Lakini kwenye hilo pia on top of that madefender ambao ni madefender wa katikati wa timu ya Argentina
wamejihusisha kwenye nyakati za mashambulizi ambazo ninadhani zinaweza kuwa ni nyakati mbaya kama hawatalichukulia into consideration. Moment ya Martinez kuchezewa foul, alikuwa anaenda kushambulia. Martinez amejikuta kwenye box akifunga goli la kusawazisha dhidi ya Egypt nadhani, kama sijakosea. Bwana Romero amekuwa na moments mbili za kwenye box za kufunga na mipira ambayo sio ya kutenga. Nadhani mpira mmoja tu wa kutenga ambao alifunga goli la goli la kona Cape Verde ambao walisema kama ni on goal. Ili jingine amekuja kufunga sio, haikuwa mpira wa kutenga. Kwa hiyo I don't know shape yao wanaiwekaje, lakini kuna moments hizo walienda kushambuliwa wakafungwa magoli. Hizo za kuattempt unakuta mabeki wa katikati ya wapo. Mechi na Egypt na yenyewe ilibaki hivyo. Paredes na akaokoa ile ilikuwa ni counter hivyo. Sasa wanaenda kucheza na Uingereza. Inaweza kuwa mbaya kwa namna ambavyo wanacheza. And I think sijui Tuchela na wadhanini, lakini mimi ukiniambia mtu kama Madueke ambaye anapooza zaidi mashambulizi ya aina hiyo, anataka akae mpira nao sekunde 2-3, akiweza kuanza na mchezaji mwingine inaweza kuwa mbaya zaidi kwa Argentina. Kwa jinsi tuko kwenye game za knockout anavyocheza, game ya Argentina inaweza ikampalia. Kwa sababu tuko anatoa heshima sana kwa watu ambao wanacheza mpira. Huenda akaanza na midfielder 4 kwa ajili ya kucontain mashambulizi. Huenda akaweka kicage kwa upande wa Messi ili central midfielder mmoja awe anatoa support kwa mtu atakayeanza naye, anza kama ni Spencer au fullback yoyote atakayeanza naye. Anaweza akaanza na midfielder 3 kwa ajili ya kutengeneza cage kwa upande ule. Ukitengeneza cage kwa upande ule, kama ataanza mtu kama Almada ambaye ana speed kwa upande wa kushoto, kunaweza kuwa kuna shida. Kingine nakumbuka kuta final ya 66 ndo hapo Argentina alikula chuma 1-0 against Uingereza. Akaja tena akampa chuma kama sikosei kwenye World Cup nyingine goli 1-0 la David Beckham. Likawatoa Argentina. Argentina walimfunga Uingereza kwa mikaju ya penalty ya 4-3 ambapo game iliisha 3-3 kwenye normal time. So kwenye upande wa World Cup kuna namna kama Argentina anateseka sana anapokutana na Uingereza. Yes. Historia inambeba Uingereza kwa namna moja au nyingine, na ukiachana na kukumbuka goli la mkono la Maradona, pia Argentina anakumbuka goli 1-0 la 66. Kwa hiyo kila mtu anaingia na machungu ya kuhakikisha uteja unapungua au uteja unaongezeka. Kwa upande mwingine, kama alichosema Muru, Argentina wana wachezaji 9 na Lionel Messi ndani ya uwanja, lakini Uingereza wana wachezaji 11, kwamba kuanzia kwa Konsa mpaka kwa Harry Kane wote wanaweza wakafanya kitu. Lakini kwa Messi huyo ambaye ni mmoja kati ya wachezaji 9, ana wanajeshi 9 ambao wanahakikisha haondoki na aibu kwenye World Cup. Tofauti na Uingereza, kufika walipofika ni baada ya muda mrefu sana. Hata leo hii wakitoka hatua ya nusu finali hakuna lawama, kwa sababu kuanzia kizazi chao bora cha kina Lampard, kina Gerrard, kina Owen hakuwafikisha nusu finali. Lakini leo nani alijua kwamba Madueke atacheza nusu finali ya World Cup? Wakati mtu kama Joe Cole alishindwa kufika. Yes, mtu kama Michael Owen alishindwa, kama Wayne Rooney alishindwa kufika. Yes, David Beckham alishindwa kufika nusu finali. So walichofika Uingereza hapa, nafikiri kwa Uingereza hakuna wanachowadai, lakini wa Argentina bado wana mang'amng'am ya kuona mbona kama back to back inawezekana ya kufika at least kama bingwa mtetezi ufike finali. Kwa hiyo ukigusa kwenye aspect za jinsi ya kucheza, naamini Scaloni tayari ana roadmap ya ujinga alofanya kuanzia game ya Cape Verde mpaka ya Switzerland. Anajua nini cha kufanya sasa hivi. Anakutana na watu ambao kuanzia katikati wana talent na watu wanaotoa matokeo. Kwa mfano Jude, nilitoka kumzungumzia Jude, kwa mimi amenisurprise sana. Sikutegemea makubwa sana kwake kwenye World Cup hii, lakini alichokifanya mpaka sasa hivi, ukimtaja Rodri ndo midfielder bora wa mashindano ya World Cup sasa hivi,
wa nyuma yake atafata Jude. Hata kama Jude ataanza, basi katika watu watatu midfielders bora Jude atakuwepo pale juu. Ni baada ya miaka mingi sana kumpata midfielder ambao anafunga goli 6 kwenye World Cup moja. Hiyo inazungumza nini? Inazungumza kwamba either Tuko ameweza kumtumia Jude zaidi au Jude ameamua sasa kuibeba Uingereza kwenye mabega yake, kwa sababu anaona kuna baadhi ya wachezaji ambao wanatakiwa wafanye hivyo kwa namna moja au nyingine. Fomu imedrop. Ukimtaja Gordon kwa World Cup hii sijaona cheche zake. Hata kwa bahati mbaya Saka ana assist 3, lakini bado hatumpati ule Saka ambaye watu wanamuona na kati inside, anapiga finesse, anafunga, anafanya take on ya mabeki wawili watatu, anafanya assist ambazo sio za kona, sio za majalo, ni za kufanya cutback au za kufanya kupasia ma through ball and everything. Tunamuona Harry Kane ambaye amefunga magoli kweli, kwa mfano kama game ya Congo, top striker, yes, amefanya top performance. Lakini na Uingereza na yeye ameanzwa, game ya Norway alianzwa na akapiga comeback, game ya Congo alianzwa akapiga comeback. Game moja tu ndo hajafunga against Ghana, ndo game iliisha bila. Lakini kuna baadhi ya vitu utafanya comeback against Congo, utafanya comeback against Norway. Unaweza kufanya comeback against Argentina? Yani Argentina ndo kashakupa chuma moja first half. Una uwezo, kwa sababu ukifunguka sana kwenda kutafuta, unaacha mlango wazi. Kuna Lionel Messi. Unaacha mlango wazi? Yes, mtu ambaye Lionel Messi ana stopa yake sijui ya kuja kuitumia lini. Ni mtu anayetembea tu na Gueye, anahakikisha Gueye amemzidi kidogo, yeye yuko kwenye onside position. Sasa mkiwacha 1 against 1, kibaba na miaka 39 yake anaweza kuhold mpira paka Alvarez akafanya run akakuwekea mpira kwenye box, au yeye tu akakufikisha kwenye box, ukafanya mistake, ni penalty. Ukifanya mistake ya mkaba vizuri, kutomkaba vizuri, mnaokuta mpira kwenye nyavu. So ni kuhakikisha kwamba labda hawaanzwi na Argentina, kwa sababu Argentina ukiwaanza wao sio issue, sababu kama alianzwa goli 2 akachomoa, hilo ni swala lingine. Lakini mlima wa goli 2 bila Argentina akikutangulia, una uwezo wa kuja kupiga goli 3, hiyo ni issue nyingine pia. Alafu kitu kingine ni kwamba ukifuatilia timu 4 zilizobaki, timu 3 zinatoka Ulaya. Bara la Ulaya kwenye kijiografia lina nchi 44 kama utahesabu nchi ambazo zinahesabika kama Ulaya yenyewe, lakini kuna nchi ambazo zinaitwa Eurasian ambazo ni nchi za Ulaya lakini ziko katika sehemu ya upande wa Asia, zinakuwa nchi 51. South America kuna nchi 12 tu. Kwa hiyo bara la Ulaya lina timu 3. Bara la Amerika ya Kusini lina timu 12. Na timu moja for this matter, kwamba kuna timu moja imebaki ya bara. Sasa sidhani kama ni sahihi tukiendelea na ile kauli mbiu kwamba nchi za Afrika zinanyimwa nafasi, kwa sababu unaona nchi 3 za Ulaya. Kwa hiyo Ulaya kuwa na timu nyingi kwenye kombe la dunia, they deserve that slot. Na Amerika ya Kusini ina nchi 12 tu, lakini nchi 12 imebaki moja, iko pale, imewabeba wengine wote. Kwenye nchi 12 zinaingia nchi 8. Sio mbaya. Na mara ya mwisho Brazil ndo ametoka wa mwisho na Colombia nafikiri walitoka kwenye stage moja, wakati mmoja kwenye stage moja. Kwa hiyo bado tuna nafasi ndefu sana ya kuweza kuhitaji slot zaidi. Na ukiangalia hizi nusu finali, huku kuna Argentina na England, huku kuna Spain na Ufaransa. Yani sawa nusu finali za Champions League. Bayern na PSG ukilinganisha mpira sasa wanacheza Ufaransa na Spain, basi na mmoja ni explosive ambaye ni PSG. Ukiangalia ni watu ambao hawakwenda vizuri na mpira wao wa ram football objective. Si hao wanataka washinde tu, ambaye ni Arsenal na Atletico Madrid ambao ni England. Yes, ni England na timu yao kwenye mijadala. Tunakumbusha umma, naomba nisamehe ili wajue tuna wiki 2 tu kabla ya kuwa na tafrija kila wiki. Tayari. Kwa kumalizia kwenye hiyo
nusu finali kati ya timu ya taifa ya Argentina dhidi ya timu ya taifa ya England. Timu ya taifa ya Argentina, ile ladha ya wao kufika finali na kutoa kikombe mwaka 2022 kunaweza kukaongeza kitu kuelekea kwenye huu mchezo, kwa maana experience, kuna baadhi ya wachezaji walikuwepo kwenye kile kikosi na awamu hii pia wapo, tofauti na timu ya taifa ya Uingereza ambao ndo mara yao ya kwanza kufika hatua hii ya nusu finali. Hii inaweza ikaongeza kitu chochote kwenye kikosi cha Argentina Muru? Kuna rafiki yangu mmoja huwa anasema ukinyimwa kazi kwa kukosa experience usilalamike. Experience is the best teacher. Hakuna kitu kizuri kama moment ambao umewahi kuipitia, haswa ikiwa moment nzuri unapokumbuka. Kwa hiyo kitu kizuri ambacho nakipenda kuhusu timu ya taifa ya Uingereza, inacheza kwa discipline. Yani wanacheza kama wamewahi kuwepo kwenye hii hatua. Lakini kitu kizuri zaidi kuhusu timu ya taifa ya Argentina, wanatuonesha ni jinsi gani 2022 walideserve kuwa mabingwa, kwa sababu moments ambazo tulikuwa tumeamua kwamba it's over for them, wali step up, kwa sababu siwezi nika imagine au nikatafakari ni jinsi gani backlash kwa Lionel Messi ingekuwa kubwa kama Cape Verde wangewatoa. Yani nadhani tungekuwa tuna kipindi speciali cha kuongelea hilo swala, lakini tuongelea magoti. Yani lakini I think namna ubingwa wa Argentina wa 2022 unawapa wao nguvu ya kuamini kwamba it is going to happen again. Lakini hiyo inawezekana ndo ikawa hasara kwao, kuamini kwamba it might happen alafu wakaangukia panga, lakini chances kubwa ni kwamba hiyo itawasaidia sana. Tukirudi tena nyuma kwenye ligi kuu ya Uingereza, Arsenal alikaa muda mrefu sana hajashinda, na aliwahi kulisogelea mara nyingi na akashindwa kulichukua tena. Watu wakawa na msemo kwamba Arsenal hashindi kwa sababu hajawahi kushinda, hajui nini maana ya kushinda. Hiyo ndio ilikuwa inamsababisha Man City kuwa na uhakika, huyu hata aje kwa kasi ipi, mimi najua kwa kipindi fulani atatiririka then nakwenda kulichukua. Hilo linaweza pia likawaathiri Uingereza, kwa sababu ameshalikimbiza muda mrefu sana, na amelikimbiza akiwa na vizazi bora kuliko hichi kilichokuwepo hicho sasa hivi. Lakini Argentina ana nini? Argentina tayari ana experience ya kulichukua lile, na sio mbali tu, ni miaka 4 iliyopita. So anajua what it takes kufika kwenye hatua nusu finali na nini cha kufanya kwenda kwenye finali. Sidhani kama katika hii clash ya kuanzia game ya kwanza mpaka ya 6 sasa hivi Argentina amekutana na mechi ngumu kama aliyoipata ya nusu finali kati ya yeye na Uholanzi 2022. Ile na uhakika hata leo hii ile Kamora Bobu aliyosema Messi anaikumbuka kila akiwa analala, kwa sababu ile ndo mechi ambayo hawakutazamia muda ule Uholanzi watakifanya kile walichokifanya, kurudisha goli 2 na kuwalazimisha kwenda kwenye hatua ya penalties. Sidhani kama wataingia na nusu finali against Uingereza wakiwa hawana kumbukumbu hiyo, na kujibana wanavyojibana yasitokee yale ambayo yalikuwa yanakwenda kutokea tena against Uholanzi. Kwa hiyo ni game ambayo kweli Argentina achezi vizuri kulingana na jinsi watu wanavyoona football, kwamba walitegemea Argentina labda atacheza kama Spain, atacheza kama Ufaransa ili apate matokeo, lakini kwa ubovu wake huo ambao wanaonekana ndo huo uliomfikisha alipofikishwa hapo. Uingereza hana la kupoteza, kwa sababu alipofika pale ni achievement. So ataingia uwanjani, hawezi kuwekwa kama underdog kwa sababu ya performance ya Argentina inavyoonekana. Wanaonekana kama wanaweza kuwa kwenye ranki sawa kulingana na jinsi wanavyocheza. Though Uingereza achezi pia vizuri, na yeye yuko kwenye yani objective yake ni kupata matokeo. So tunaweza tukaona mpira mbovu kwenye game hiyo, kwamba kila mmoja anacheza kwa kutafuta matokeo, sio kwa kuentertain washabiki. So lolote linaweza kutokea, atakayeweza kupita amepita, either kwa makosa machache ya kwake na makosa mengi ya mpinzani, au tunasema individual errors. Mtu kapiga back pass
mtu kapiga tackle lini ambayo hairuhusiwi kwenye penalty box, au inatokea nje ya box kidogo, labda Lionel Messi anaweka au Harry Kane imetokea tuta ameweka, then game moja kati ya game ambayo unaona pia itakuwa ina magoli machache ni hiyo. Unaweza kwenda kuamuliwa na ufundi wa mwalimu. Back to question, swali la bwana nani hapa. Tujiulize tu swali moja. Umesema kwamba je, hisia ya kushinda ya Argentina mwaka 2022 inaweza kuwa motivation? Mimi kwangu naiona hiyo ni motivation sahihi, kwa sababu tujiulize swali moja. Kwa hisia zetu watu wengi tulidhani Lionel Messi baada ya kushinda ubingwa mwaka 2022 angestaafu kuchezea national team. Lakini hajastaafu. Na angalia wale watu namna ambavyo wanamtreat Messi kwenye hii michuano. Kwa kabla ya mechi, wanavyoziendea mechi na wanavyoziendea zile nyakati, unaamini kabisa hawa kuna kitu kingine wanataka kufanya. Yaani kuna statement wanautaka. Yaani yani wako wameliweka wazi kwamba huu ubingwa wanafanyaje? Huu ubingwa wanautaka kweli. Kwa hiyo it is very true kwamba ubingwa wanautaka, na hiyo hisia imekuja baada ya kupata ule ubingwa. Wanaamini inawezekana tena tukarudia kile ambacho tulikifanya mwaka 2022. Hakuna kitakachotokea zaidi au kikubwa zaidi kitachotokea kama walichokipata against Egypt. Kutoka goli mbili nyuma, ile ni statement tosha kabisa nini kinakwenda. Paka Goti analia baada ya game, unajua kabisa hii ngoma, hii ngoma ilikuwa ngumu. So nini kinakwenda kutokea zaidi? Kufungwa goli mbili bila ilishai kumkuta. Kufungwa kuanza wewe ukaja ukachomoa kilishamkuta. Hana cha kwenda kushangaa tena. Uingereza anaweza akaanza akapiga comeback, au yeye akamwanza Uingereza game likaishia hapo. So ni game of chance tu. Mbuzi anakwenda kutafuta kumaliza vizuri kwenye career yake ya soka. Kwa kumalizia, France dhidi ya Spain. Ya karata yako naitupa. Karata yangu I'm rooting for Spain, lakini nawapa nafasi France. Argentina. Yeye dua zangu mimi ni Spain aende finali, lakini nawaona kwenye nafasi na wana France zaidi. Argentina na Uingereza hiyo niko moja kwa moja tu. Mimi nipo na mbuzi. Nipo na mbuzi mpaka ukamilifu wa dahari. Huo France dhidi ya Spain. Paka niwe tofauti na watu wote, mimi nawapa Spain nafasi kubwa. Na nauliza kuhusu Argentina pia. Ya Argentina na Mungu atuepushie hichi kikombe cha Uingereza kwenda finali. Mimi umenielewa. Sina namna yote ya kupepesa, lakini finali ya msimu huu wa World Cup ni kati ya Spain na Argentina. France, Spain na Argentina. Spain na Argentina. Okay. Ufaransa anaweza kawepo, lakini labda nafasi ya tatu. Bwana, meza ya game time ndio tunafikia tamati kwa hapo. Kama ulivyosikia, kila mtu ametoa maoni yake na mtazamo wake kuelekea kwenye nusu finali Argentina dhidi ya England. Pia wewe unaweza kutuandikia maoni yako, kipi ambacho unakiona kwenda kutokea kwenye hizo nusu finali hapo, katuandikia kwenye comment. Ulikuwa nami Rashid Mfaume, pia nilikuwa na mimi kama Mwaisa Mwansasu. Unapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii? Mimi napatikana kama Mwansasu SNR. Hiyo inapatikana Twitter, Squeezy X, inapatikana Instagram, iko hivi. Mimi napatikana kupitia mtandao wa Instagram kwa jina la Moroking_, lakini pale X zamani Twitter napatikana kwa jina la @Moroking. Instagram skills_sensei, lakini X zamani Twitter ni skills sensei. Nani kwenda hatua ya finali ni jambo la kusubiri na kuona, muda utaamua. Pia kama unapotuona hapa meza ya game time jinsi tulivyo shine, kwa moja hapa ameamua kutokataa. Tumekula uzi wa timu mbalimbali. Uzi unaweza kupata pale kwa 45 minutes store. Wao wana uzinduzi wa duka lao ambao utakao kwenda kufanyika pale Mwenge. Uzinduzi utakao kwenda kufanyika Mwenge. Usisahau, kama unahitaji jezi kali, kama unavyojua timu za taifa hivi zinacheza kombe la dunia, kama unataka uzi wako wa bingwa, atakayekwenda kwa bingwa kesho kutwa hapo, utakao kwenda kupata kwa 45 minutes ambaye anapatikana Mwenge floor. Namba ngapi? First floor Mwenge jijini Dar es Salaam. Pia wana uzinduzi wao, tutakwenda kukufahamisha uzinduzi wao utafanyika lini, siku gani. Endelea kufuatilia Dimbani Connect. Ciao.
Game Time, tuonavyo sisi.